Hapa mbele namuona kaka yetu mmoja machachari sana. Bwana Yesu asifiwe kaka. Amina. Za kwako? Njema, za uzima. Salama kabisa. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Elikana. Elikana, umetokea wapi? Ipagala. Leo tumekuwa na ibada njema sana Carmel Assemblies of God Dodoma Ipagala, ambayo imeongozwa na Bishop Dr. Evans Lucas. Ibada ya ndoa kati ya Violet na Frank. Ibada imekuwa njema sana. Mungu ametuonekania na tumefundisha mafundisho mengi sana kabisa. Lakini ningependa uongee kwa uchache kuhusu vijana. Kama tunavyoona wenzetu walikuwa vijana lakini wamekaa ndani ya kanisa, wamekuwa waaminifu mpaka leo Mungu amewasaidia, wamefunga ndoa. Katika yale mafundisho ambayo Bishop leo amefundisha, nilitamani utuambie umejifunza, kwa sababu ukagusa kila engo kwa wanandoa, lakini kwa wanaosubiri kuingia kwenye ndoa. Nilitamani kwa ufupi angalau utupe kile ambacho umejifunza ambacho kitakuwa msaada kwa watu wengine pia wanaotutazama. Okay, nashukuru. Mimi nashukuru kwanza kwa ibada ya leo, ni kweli imekuwa njema. Na kwanza niwapongeze maharusi wetu ambao leo Mungu amewasaidia, wamefika kwenye nafasi hii. Kwa kweli leo nimejifunza kitu kikubwa sana. Kitu ambacho kikubwa ambacho kama mimi kijana ambaye sijaoa, ambacho pastor amekisisitiza sana ni kuhusu tukutane kisimani. Akaelezea kuhusu Yakobo, mchakato wake wa kupata mtu sahihi, kwamba alimkuta kisimani. Amen. Na akatufundisha na kutuelewesha kwamba kwa nyakati zetu za sasa kisima ni kanisa. Amen. Hapa ndo tunapata maji ya uzima, tunakata kiu na kila kitu. Amen. Kwa hiyo kama kijana nimejifunza natakiwa kutulia kisimani. Amen. Kisimani hapa ndipo ambapo nitakutana na mtu wangu sahihi. Amen. Kwa na vijana wenzangu, napenda kuwashauri neno hilo tulishike na tufanye kwa uaminifu, kwamba tunapotafuta watu sahihi tutawapata kisimani, ambako ni nyumbani mwa Bwana, mahali ambako watu wazuri wapo, watu waliookoka, wanaompenda Bwana, wana hofu ya Mungu wapo hapa. Amen. Ni hivyo tu dadangu. Basi mimi nichukue nafasi hii kukushukuru kaka Elikana kwa muda wako mzuri ambao umeutoa. Nikutakie Jumapili njema, Mungu akubariki sana, lakini pia sherehe njema baadaye. Amen. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yetu hapa tuko na mama askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God Tanzania. Bwana Yesu asifiwe mama. Amina, amina. Leo tumekuwa na ibada njema sana ya ndoa kati ya Violet na Frank. Ndio. Kwa ufupi nilitamani mama, kuna vitu vingi tumejifunza ambavyo askofu mkuu ametufundisha leo katika ibada. Nilitamani kwa vile ambavyo wewe unatamani kushare na watu wengine kuhusu ibada ya leo, maana kuna wengine wako mbali mikoani wapi, na wengine wako hapa Dodoma lakini hawajafanikiwa kuja ibadani na wanatamani kujua, mfano leo kanisa la Carmel Assemblies of God Tanzania tumejifunza nini leo. Unaweza kuambia nini mama? Kama ulivyosema, ni kweli mchungaji ameongea mambo mengi kwenye ibada yanayohusiana na masuala ya ndoa na familia. Amen. Lakini kwa ufupi, katika yale mengi ambayo amefundisha, tumejifunza kuhusiana na masuala ya upendo katika ndoa zetu, lakini katika hizo ndoa na familia tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili tuone baraka za Mungu, ili tuwe na matokeo mazuri, furaha na amani iwepo kwenye familia. Maana huwezi kuwa na furaha kama huna chochote ndani ya nyumba, hususan chakula. Ili uwe na chakula ndani ya nyumba unatakiwa kufanya kazi kwa bidii. Kama ni mfanya biashara, fanya biashara kwa bidii ili uwe na pesa ambayo utaweza kununua mahitaji utakayoyaleta nyumbani kwako, ili familia iwe na furaha. Amen. Na kuna mambo mengine tunatakiwa, ili tufanikiwe, tunahitaji kumuomba Mungu. Hata katika hizo biashara, hatuwezi kufanya biashara kwa akili zetu peke yetu bila kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kumuomba Mungu ili kwamba aonekane katika maeneo yote, katika biashara, katika ndoa, kwa maisha ya namna mbalimbali kwenye familia zetu. Amina. Basi nikushukuru mama kwa muda wako mzuri ambao umetupa, na watu wengine natumaini wamejifunza vitu vingi kupitia hicho ambacho umekizungumza mahali hapa.
Mungu akubariki sana Mama Askofu. Uwe na Jumapili njema. Amen. Na nikutakie sherehe njema pia. Hallelujah. Ya Violet na Frank baadaye. Amen. Barikiwe sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hongera kwa ibada ya leo. Namshukuru, ibada ni nzuri, Mungu ni mwema. Amina. Kwa majina yako mama unaitwa nani? Mimi naitwa Angela Mbano. Amina. Ndiyo. Basi mama, leo tumekuwa na ibada njema. Ndiyo. Ya ndoa. Ndiyo. Kati ya Violet na Frank. Sasa katika ile ibada imekuwa njema, imekuwa ibada ya baraka sana sana sana. Lakini nilitamani utuambie umepokea nini leo kupitia ibada tuliokuwa nayo, na kitu kile ambacho umekipokea ili kiweze kuwa msaada kwa watu wengine pia wajifunze, hata wale ambao hawakuwepo wapate chochote kitu. Amina. Ninachojifunza kwenye ile harusi hasa uvumilivu wa vijana hawa wawili. Amen. Huyu Violet ni binti amekuwepo muda mrefu hapa kanisani. Amen. Lakini ameendelea kutulia mpaka alipokuja kupata mwenzi wake. Amen. Na mafundisho tuliojifunza kwenye ile ibada ni kuhusiana tu kwamba yani ndoa ni mpango wa Mungu. Amen. Ni mpango wa Mungu, napo kwamba maharusi waweze kila mmoja kuitunza ndoa yake sawa sawa. Amina. Yeah. Mungu akubariki sana. Amina. Wewe ulioko huko nyumbani, tumejifunza tunza ndoa yako, tunza familia yako. Usiwe sababu ya watu wengine kuleta uharibifu kwa aina yoyote ile. Baba, simama kwenye majukumu yako. Ukiwa wewe mama, simama kwenye majukumu yako. Ukiwa wewe ni kijana huko kwenye familia, pia simama kwenye majukumu yako, na Mungu atakubariki sana.